huko ya usikwambia wewe nitamwambia nani? Usikwambia wewe nitamwambia nani sasa mimi? Lazima nikwambie wewe si umeleta kwenye kazi. Kwa nini mimi ninazimisha kwenye kazi? Mniambia njoo kutafuta list ndio nimekuja. Sasa ndio kinachotokea ndio hiki. Kila mtu majanga lazima ale na kwao. Lazima unielewe kwenye hilo. Kwa hiyo yani mimi nimekwambia na iko hivi. Nimekueleza ili ujue kwamba nikipelekwa polisi, yani kama sitachoma nyumba moto nikapelekwa polisi, ujue mimi nitakuletea pila nyumbani kwako. Na kujua wewe, na kujua mke wako, na kujua mtoto wako, mpaka hapo tunakamata. Yani tutamata mpaka vipusi hivi nitakamata nyote mnaenda jela. Kwa sababu wewe najua wewe ni mwoga kama mimi nilivyomuoga. Wewe wenyewe unajua mwili wako unataka uzurike. Na mimi hivi sasa mwili wangu uzurike. Nikikamata na kuletea babu pila, naambia kama mjanipiga polisi, namjua huyu mtu anakaa wapi, anasema nikufundishe kazi. Na yeye ndio atakimtaja bosi wake nani wanajifanya sio master sio nini huyo. Yaani mwanangu mimi niliona bwana nikuongelee nikusaidie ndugu yangu kwa shida zako ulizokuwa nazo. Yaani tumeongea mimi na wewe kwa shida zako ili uingie huko kidogo naye upate ankara. Saizi mwanangu shanza kuniletea majanga. Haya sikiliza. Mimi na watoto wadogo. Mke wangu ndo kwanza na mimba changa. Leo mimi na watoto wadogo. Kwa nini unapajua nyumbani mwangu ndo unaniletea msala kweli? Yaani ndo kwanza saizi tunaanza kazi mwanangu wewe. Yaani ndo kwa kazi gani kwanza uliofanya mwanangu mpaka saizi na mara kodi mara hii inakuaje hapo? Kwa hivyo habari ndio hiyo. Sasa mimi nimekupigia. Na lengo la kukupigia ni moja tu. Nataka umwambie huyo boya wako, huyo mjinga, huyo anifanya ndio kila kitu, anajua kila kitu, anajua mambo yote kulimwengu. Mwambie hivi, Babu G amenipigia, amesema anataka kodi.